Ndugu viongozi na wananchi wenzangu, Waziri wa Fedha na Gavana wa Benki Kuu wameeleza vyema kuhusu historia ikiwemo mageuzi na mafanikio ya chombo hiki. Takwimu walizotupa zinaonyesha safari na hatua tuliopiga kuanzia kwenye mfumuko wa bei, mikopo chechefu, akiba yetu ya fedha za kigeni na upatikanaji wa huduma rasmi za kifedha tangu kuanzishwa kwa taasisi hii hadi sasa. Haya ni mafanikio tunayopaswa kuyatambua na pengine tujipongeze sote kwa ujumla. Jambo la muhimu zaidi sasa kwa taasisi hii kubwa ni kuimarisha uwezo wake wa kung'amua mapema mwelekeo wa taifa kiuchumi katika muktadha wa mabadiliko ya kidunia. Sisi sote ni mashahidi wa masuala yanayoendelea duniani sasa, ikiwemo misukosuko ya kisiasa na namna inavyoathiri uchumi wa dunia kwa ujumla. Misukosuko hii inaathiri upatikanaji wa bidhaa, uhimilivu wa mifumo ya kifedha pamoja na thamani ya sarafu ndani ya muda mfupi. Changamoto hii imejidhihirisha zaidi kwenye bidhaa ya mafuta ambapo kwa sasa imepanda bei na kusababisha kupanda kwa bei za bidhaa nyingine. Hayo yote yanatukumbusha kuwa ushindani wa kimataifa unaotukabili sasa si wa rasilimali, viwanda na uzalishaji peke yake, bali pia uwezo wa nchi kutabiri na kukabiliana na mabadiliko ya mazingira ya kisiasa na kiuchumi ya dunia. Hapa ndipo tunapopata tafsiri ya kauli mbiu ya maadhimisho haya inayosema kuendeleza ustawi wa uchumi kupitia ubunifu, mageuzi na ustahimilivu. Kauli mbiu hii imebeba kile chote kinachotokea duniani kwa sasa. Sababu mabadiliko yale kwa kiasi kikubwa yataleta mageuzi ya kiuchumi na mambo mengine, na hivyo tunapaswa kuwa wabunifu kujenga mifumo itakayoweza kustahimili yale yanayotokea duniani. Niseme kwamba ubunifu ni muhimu, lakini bila kuimarisha na kusimamia na kuhakikisha ubunifu ule uko salama, unaweza kuzaa changamoto mpya. Mageuzi tunayoyazungumza ni muhimu, lakini kama hayabadili maisha ya wananchi, yatasalia kuwa takwimu katika ripoti zetu. Takwimu zitasema kama tunavyoona kwengine, uchumi unapanda, GDP kubwa, uchumi wa nchi ni mkubwa, lakini ukifika kwa watu, hali za watu sio nzuri. Kwa hiyo tusiposimamia vyema, mabadiliko haya yatabaki kuwa takwimu, na ni vyema kutafsiri ukuaji wa uchumi uende ukakue mpaka kwa mtu wa kawaida kule chini. Ustahimilivu ni muhimu, lakini pasi na kujenga uwezo wa ndani kisera na kifedha, unaweza kuwa ni uwezo wa kuvumilia matatizo badala ya kuwa uwezo wa kuyatafutia ufumbuzi matatizo yanayotukabili. Tunapokuwa na uwezo mkubwa, kama tutapatwa na changamoto kwa mageuzi yanayotokea duniani, tunaweza tukawa na ufumbuzi wa haraka ndani yetu. Lakini tusipojenga uwezo mkubwa wa kisera na kifedha, basi tutaweza kuyavumilia tu yanayotokea, lakini hatutaweza kutafuta ufumbuzi.